Tunatumai unabarikiwa na vipindi vyetu, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Maisha na Neno TV. Tupende kukushukuru sana. Shukrani zetu za dhati zikuendee wewe. Lakini cha kipekee sana, tuna mtumishi wa Mungu, tumebahatika kupata neema na kibali na nafasi yake pia. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yake. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Msalimie mpenzi mtazamaji. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina yangu naitwa Christopher Elomo. Lakini maarufu kama Chris Collection. Ni mmiliki wa duka la nguo za kiume inaitwa Chris Collection lipo Kariakoo. Lakini pia namtumikia Mungu kupitia huduma ya With God Family, waimbaji wa muziki wa Injili, wanamtumikia Mungu kupitia uimbaji. Asante. Tumefurahi sana mtumishi wa Mungu kupata nafasi yako kuhudhuria katika kipindi chetu, lakini pia tulikuwa tunatamani kujua machache kutoka kwako. Kama ulivyojitambulisha kwamba wewe unajihusisha na vipindi vya uimbaji, na sisi leo tunatamani kujua nini tofauti ya kipaji, karama na kipawa. Okay. Kwa haraka kwanza, kipaji ni uwezo wa kipekee ambao mtu anakuwa anazaliwa nao, ambao Mungu ameweka ndani yake kwa ajili ya kukabiliana na changamoto na harakati tu za maisha tu ya kawaida. Lakini pia hata ukizungumzia kuhusiana na kipawa, pia Biblia inasema kipawa ni kitu cha thamani, kigeukapo mtu hufanikiwa. Kwa maana ya kwamba inazungumzia kipawa kama sehemu ya kitu ambacho Mungu anaweka ndani ya mtu kwa ajili ya kumsaidia kusolve changamoto mbalimbali ambazo anakutana nazo katika mazingira tu ya kawaida. Lakini inapokuja kuzungumzia kuhusiana na karama, na maanisha hizo ndo tofauti zake. Unapozungumzia karama ni kitu kingine tofauti zaidi, kwa sababu karama ni kama zawadi ambayo mtu anaipokea baada ya kuwa amempokea Kristo na ameanza kuishi maisha mapya, na matokeo yanayoanza kujidhihirisha ni ule uwezo ambao Mungu anaweza akampa mtu kutokana na jinsi ambavyo anaishi katika wokovu ambao ameupokea na anauishi. Kwa hiyo naweza nikasema karama ni kitu kikubwa zaidi. Pamoja na kwamba kipaji kinakuwa ni uwezo wa kipekee ambao uko ndani ya mtu, the same issue to kipawa, lakini karama ni kitu kingine zaidi, kwa sababu hiyo ni kama zawadi ambayo baada ya kuwa umeokoka na umempokea Kristo, unaishi maisha ya Kikristo na unatumika kama kielelezo cha Kristo ulimwenguni, basi sasa Mungu anakupa zawadi ya karama mbalimbali ambazo kila mmoja tunaona watu tofauti anakuwa na karama tofauti. Kwa hiyo karama ni kitu kingine kikubwa zaidi ya kipawa na kipaji pia. Pamoja na kwamba kipawa pia ulimwengu unatafsiri kama ni kipaji pia, kwa sababu Biblia inatuonesha kitu kinaitwa kipawa. Ila kipaji ni neno maarufu zaidi duniani, ni neno ambalo limechukua nafasi kubwa, lakini ukweli ni kwamba Biblia inazungumzia zaidi kipawa, kwamba ni ule uwezo ambao Mungu anaweka ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mtumishi, unataka kutuambia kwamba karama ziko ndani ya wale waliomwamini Kristo peke yao? Of course, kwa namna mimi ambavyo na experience, kwa sababu mwanzo nilikuwa natumia kipaji zaidi, kwa maana ya kwamba nilikuwa najua kuna kuimba, najua kuna kuigiza, unajua. Lakini baada ya kuendelea nikawa natumika. Kabla sijaokoka, hapo nazungumzia kabla sijaokoka, nilikuwa naamini zaidi katika kipaji. Umeona, nilikuwa naamini zaidi katika kipaji, katika kuimba, katika kuigiza. Lakini baada ya wokovu, baada ya kumpokea Kristo na kuanza kuishi maisha mapya, nikiwa naendelea kukua katika wokovu, nikagundua kwamba kuna kitu kingine cha tofauti ambacho mtu
anatunukiwa, tuseme Mungu anakutunuku baada ya kwamba umeshampokea na unaishi maisha mapya, hicho ni cha zaidi ya kipaji, kwa sababu unapozungumzia karama ni kitu ambacho kinakuja kunufaisha watu kwa namna ya tofauti zaidi. Amina. Na ndio maana siwezi nikasema kitu kama uponyaji ni kipaji. Uponyaji ni karama ambayo mtu anatunukiwa kwa ajili ya kudhihirishia ulimwengu kwamba kuna kitu ambacho wewe unakiishi ndani yako. Ni nguvu ya Kristo ndani ya mtu. Umeona, kipaji hata mtu ambaye ni wa duniani huko hajaokoka anaweza pia kuwa nacho, na anaweza kukitumia, na kinaweza kumnufaisha kwa sababu ni uwezo ambao Mungu ameweka ndani ya mtu toka anapozaliwa, yani toka akiwa tumboni mwa mamake kipaji anakuwa nacho. Umeona, lakini unapozungumzia karama ni kitu ambacho sasa baada ya mtu kuwa ameshajitambua kwamba ana kipaji, alafu sasa baada ya kumpokea Kristo ndipo wanaunganisha sasa karama, ile zawadi ambayo wanapewa baada ya kumpokea Kristo, na ukijumlisha na kipaji ndo anakuja matokeo, anointed impact inatokea kutokana na kuunganisha kipaji na karama ambayo Mungu amempa mtu. Kwa mtumishi wa Mungu, unataka kuniambia kwamba huyu mtu aliyemwamini Kristo tayari ana uwezo au anayo haki ya kutumia kipaji chake alichopewa wakati anazaliwa na akaunganisha na karama yake na vikatenda kazi kwa pamoja? Of course, na ndo watu ambao dunia inaweza, ndo watu wanaoacha alama duniani. Sasa kwa mantiki hiyo au kwa namna hiyo, kama huyu Mkristo aliyemwamini Kristo anaweza kutumia kipaji chake na akatumia karama yake na akaweka alama duniani, unazungumziaje hili swala na hizi kauli ambazo baadhi ya watumishi wa Mungu wengi wanapinga kuhusiana na vipaji labda vya watu waliomwamini Kristo, wakiamini kwamba hao Wakristo waliomwamini tayari Kristo wakitumia vipaji vyao ni dhambi? Especially tunaweza tukapata mfano labda kwenye kipaji cha wanaocheza kwa miguu mpira, wachezaji wa mpira, wengine wanaona ni dhambi kabisa, yani anayecheza mpira akiwa amemwamini Kristo, au wewe ukiwa na shabiki wa mpira wanaamini moja kwa moja huyu mtu anaenda jehanamu. Lakini kitu kingine, kuna waigizaji pia, na hiki ni kipaji ambacho kinapingwa vita au kinapigwa vita na baadhi ya watumishi wa Mungu kwamba wanaoigiza ni tayari hawafanyi reality, yani tayari wanaigiza, sio maisha yao halisi, kwa hiyo wanafanya dhambi. Lakini wakati mwingine imekuwa ni changamoto sana kwa hawa watu na wachekeshaji pia wenye vipaji vya kuchekesha. Sasa je, hawa watu wakiwa watu wenye vipaji vya namna hiyo wakimwamini Kristo hawaruhusiwi au hawana haki wa kuendeleza vipaji vyao kuvichanganya na karama, kuweka alama duniani? Kwa kweli hicho ni kitu kizuri sana ambacho umetaka tukizungumzie. Kitu kimoja kibaya sana kwenye ulimwengu ni kwamba kuna baadhi ya vipaji vimeonekana kwamba ndio vipaji maarufu zaidi. Kwa mfano, ni rahisi zaidi mtu kuona kwamba mtu mwanamuziki ndio mtu mwenye kipaji, ni kwa sababu muziki umepewa nafasi kubwa na kuwa promoted zaidi. Lakini ukweli ni kwamba hii dunia tunavyoitazama, hata hii mic ambayo tunaitumia hii hapa hii, ni mtu mwenye kipaji ambaye mimi na wewe hatumfahamu, ila tunaitumia inatusaidia. Lakini leo mtu akitokea anafanya muziki, anaweza akaimba kitu cha kawaida kabisa, ila akawa popular sana. Kwa nini? Ni kwa sababu dunia imetufundisha kwamba vitu fulani ndio vitu bora zaidi. Lakini ukweli ni kwamba mtu ndo anayetakiwa kujitafsiri kutoka ndani yake. Sisi kama watu ambao tumeokoka tunatakiwa impact, yani kuiathiri jamii, kuona kwamba kipaji ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya mtu. Kwa hiyo ukimuona mtu anaigiza, unachopaswa ni kuhakikisha unampa nafasi akitumie kile kukiishi kitu ambacho Mungu amekusudia akiishi duniani. Umeona, watu wengi tumekuwa tukiathirika na saikolojia ya dunia, lakini ukweli ni kwamba kila mwanadamu amepewa kitu cha kipekee sana. Ndio maana ni rahisi sana mtu kuathirika na dunia inavyotaka, akajiona kwamba yeye ni mwanamuziki, kumbe yeye sio mwanamuziki. Mungu alimuumba tu aje awe ni mtu anayeweza kusupport waimbaji. Ila kwa sababu muziki ni kitu anachokipenda, anajikuta naye anaimba, lakini mwisho wa siku anaimba kitu ambacho hakina impact yoyote. Mtu mwenye kipaji cha kweli kabisa ambacho ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake,
automatically Mungu mwenyewe ndo anayejua dunia hii kwa sasa hivi inahitaji wimbo wa aina gani. Dunia hii kwa sasa hivi inahitaji watu wafarijiwe kwa namna gani. Kwa mfano kuna time tunapita time ngumu kwenye huu ulimwengu. Kwa mfano kipindi cha corona, automatically tumepita kipindi cha huzuni, watu wengi tumewapoteza, situation zimekuwa ngumu, tumepitia kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo kwa wale ambao wana vipaji vya kuchekesha, Mungu, wale ambao wana vipaji vya kuchekesha alafu Mungu wamempokea Kristo, anaweza kutumia situation ambayo vitu alivyonavyo vya vichekesho ili kuhakikisha Wakristo pia tunafurahi na tunaendelea kufarijika kupitia vipaji vyao. Kwa kila kipaji Mungu alichoweka ndani ya mtu kuna namna anataka kukitumia. Sasa mfano unaweza kumsaidia mpenzi mtazamaji na baadhi ya watumishi wengine ambao wamekuwa wakiwahukumu na kuwakandamiza baadhi ya waumini wao, wakiwakataza kwamba kutumia vipaji au baadhi ya vipaji kwao wakivitumia kwa sababu washakuwa viumbe vipya, washamwamini Kristo ni dhambi. Unawasaidiaje hao waliomwamini Kristo ili waweze kuvitumia vipaji vyao, watofautishe kwamba mimi nilipokuwa duniani au walioko duniani ambao hawajamwamini Kristo wanatumika hivi, lakini mimi tayari niko upande mwingine, inabidi nicheza au niende kulingana na nilichokiamini, kilichomo ndani yangu. Lakini sasa nawezaje kukitumia kuleta matokeo ili kitofautishwe na yule ambaye hajamwamini na mimi nilimwamini Kristo? Huyu mtu namsaidiaje? Mchezaji wa miguu anawezaje kutumia kipaji chake akiwa amemwamini Yesu? Huyu anayetekesha labda, ili maana wengine wanakimbilia kwenye Zaburi ile ya kwanza kwamba hatakiwi kuwa na mizaa. Sasa inawezekanaje, au huyu atafanyaje ambaye ana kipaji cha kuchekesha ili aweze kukitumia kile kipaji chake kuchangana na kalama na yeye amemwamini Kristo, ili aweze kuwashawishi hata wengine wajue kwamba huyu ni tofauti na mtu ambaye hajamwamini Yesu. Lakini kadhalika na wanaoigiza pia. Yeah, of course. Cha kwanza kabisa ninachoweza kuambia, kwanza nazungumza na watumishi wa Mungu ambao wamepewa dhamana ya kuchunga watoto ambao wanakuwa katika makanisa mbalimbali. Jambo la kwanza kabisa unalopaswa kujua ni kwamba mtu ili afikie nafasi ya kuleta impact katika ulimwengu huu ni lazima apewe malezi, na malezi ambayo anatakiwa ni yale ambayo unaweza kumpa uhuru mtu wa kujitafuta, kukaa kwenye kusudi lake. Usimpinge mtu, ila unachotakiwa ni kufanya ni kuendelea kumfundisha na kumuonesha kwamba kama kitu ulichonacho ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, basi kaa kwenye nafasi ya kumtumikia zaidi Mungu, kwa sababu yeye ndo anayejua kukushape wewe mpaka usikejeli Injili. Kwa sababu mwisho wa siku watu wengi niliwahi kusikia mtu mmoja akasema, sitaki tufanye comedy kwa sababu Injili haikejeliwi, sijui wanasema, si ndio? Au unafanya mzaa wa Injili. Yes. Kwa sababu gani alisema vile? Ni kwa sababu wale ambao wanafanya comedy inaonekana kwa namna moja au nyingine hawajakaa kwenye fundisho, alafu wakakaa kwenye nafasi zao, kwa sababu Mungu ndo anayejua ameweka nini ndani yako. Kwa mfano, ukiangalia, napenda sana mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Eliudi Samueli. Eliudi ni moja kati ya wachekeshaji ambao wameweza kukaa kwenye nafasi ambazo Mungu ameamua kuwatumia kwenye ulimwengu. Umeshaelewa? Ana uwezo wa kuimpact ulimwengu kwa namna yake ambayo anajua kwamba hapa sasa nikipiga kwenye engo hii nitawafundisha kwamba Mungu anataka tuishi hivi, at the same time nitawachekesha pia. Na hicho ndicho ambacho Wakristo wengi tunatakiwa kuwa. Yaani kaa kwenye nafasi yako mpaka ifikie wakati Mungu aanze kukutumia kuwa impact ulimwengu. Sababu kusudio kubwa la kuweka vipaji ndani ya watu ni kuhakikisha unasolve changamoto za maisha yako, lakini at the same time unamdhihirisha uwezo wa Mungu alioweka ndani ya mtu. Yes, kwa hiyo kwa sisi wachungaji tunapaswa kuwalea watoto katika namna ambayo itafanya mtu aendelee kukua akijua kwamba na kitu ndani yangu ambacho natakiwa kwanza nikae kwenye nafasi ya Mungu anataka kunitumiaje, alafu baada ya hapo then ndo nilete sasa kitu cha tofauti kwenye ulimwengu. Yes. Tunatumai mpenzi mtazamaji kuna kitu umeweza kukingamua, lakini pia watumishi wa Mungu kuna vitu au kuna ushauri ambao umetolewa. Jamani watumishi wa Mungu, hawa watu ambao wana hivi vipaji, tukiendelea kuvizika au tukiendelea kuwasemea kwamba ni dhambi, tukiendelea kuwatia hofu, lengo la Kristo ndani ya muamini
ni kwamba huyu Mkristo apate maarifa, aujue ukweli na ule ukweli upate kumweka huru. Ukimfundisha ni vizuri zaidi kuliko kumtia hofu na kumkataza kitu asifanye, kwa sababu kwa namna nyingine mwanadamu ukimkataza kitu ndo anapotafuta njia ya kukifanya. Yes. Ni heri ukampa maarifa, ni heri ukamfundisha, ukamkalisha chini kwamba ni kweli Mungu kaweka hiki ndani yako. Kwa sababu huyu Mungu aliyemuumba ndiye aliyeweka kipaji ndani yake, hakukosea. Na alijua huyu ipo siku atakuja kuniamini. Kwa nini amwekee kile kipaji kama ni dhambi, kama ni kitu cha kumpeleka jehanamu? Lakini mfundishe namna ya kutembea katika mipaka ya muamini. Mfundishe ili lile fundisho utakalomfundisha ndio litakalomfanya kutembea, kujua kwamba hapa nimeruka mpaka na hapa nipo ndani ya mpaka, ili tupate kuwavuta hata walioko kule wajue kwamba pia tunaweza kumtumikia Kristo bila kuvuka mipaka na bila kumtenda Mungu dhambi. Yes. Asante sana mtumishi wa Mungu, tunakushukuru sana kwa muda wako. Tunatumai siku nyingine utatupa nafasi nyingine tena ya kujumuika na sisi. Mimi nashukuru sana na nafurahi kuona kwamba kazi njema ya Mungu inaendelea kufanyika kupitia Maisha na Neno TV. Ni kitu kikubwa sana, na tunaendelea kuwaombea muendelee kugusa maisha ya watu, kwa sababu ulimwengu tulionao sasa unahitaji sana injili kuliko kawaida. Unahitaji sana injili, kwa sababu ni habari njema ziletazo wokovu. Mimi nimefurahi kuwepo mahali hapa, na kwa sababu ni mfanyabiashara najua kuna wakati mwingine pia tutapata nafasi ya kuzungumza kuhusiana na impact ya kipaji, hasa kwa muamini au kwa Mkristo mfanyabiashara, kwa sababu najua Wakristo wengi tunapenda kufanikiwa, lakini kuna baadhi ya principle ambazo ulimwengu unatushinda. Ndio maana ukiangalia matajiri wakubwa, ukitaja listi pale, kuna juu pale Elon Musk ambaye sio mtu ambaye ameokoka. So kuna namna inabidi sisi kama Wakristo kukaa na kujadili, kujua jinsi gani tunaweza kutengeneza principle ambazo zinaweza kutusaidia. Nimefurahi sana. Maisha na Neno TV ni impact ya ulimwengu mzima. Usisahau kusubscribe, upenda mtazamaji na mfuatiliaji wa Maisha na Neno TV. Asante sana, tunakupenda. Bye bye. Fine girl, got your body, so no, let me have it. See me rushing over, you cannot deny me. Now for me, I go fight for this your loving. Fine, get it walk, but me like one have mercy upon me. I know my actions got the worst upon me. You go let the devil take this moment from me. Not to follow the gas, now you fast, now you take my heart go. If I ask, say me, I lose on you. My mistress, take all my money and go. Not to follow the gas, now you fast, now you take my heart go. If I ask, say me, I cheat on you. My mistress, take all my money and go. Oh, I don't care, feeling me up.